Ni tukio ambalo linapaswa kupongezwa kwa kuwa ni jambo ambalo linakwenda kugusa juu ya dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kulinda mazingira yetu. Kwa hiyo nimefarijika sana kuona Lions Club mazingira kuona umuhimu wa kufanya hivyo, lakini pia kushirikisha wadau mbalimbali ikiwemo balozi wa India hapa nchini. Kuna pongeze Lions Club na pongeze na balozi wa India pamoja na wadau wengine wote, wafadhili mbalimbali, taasisi mbalimbali zilizoshiriki na wananchi mbalimbali waliojumuika hapa leo katika tukio hili muhimu sana. Na nimefarijika kwa sababu limegusa eneo la uhifadhi wa mazingira ambayo ndio dhamana iliyopo chini ya wizara yetu ya nchi, ofisi ya makamu wa rais, ambayo mimi nimepewa kumsaidia mheshimiwa makamu wa rais kusimamia. Kwa hiyo theme ya tukio letu leo inadhamiria ama inalenga katika kuhamasisha juu ya ulinzi, uhifadhi ama utunzaji wa ardhi yetu, na kwamba bila ardhi hakuna maisha. Mambo yote ambayo binadamu tunayategemea katika maisha yetu, iwe kilimo ambacho kinatupatia chakula, iwe maji ambayo yanaweza kutufanya tuweze kuishi, iwe hewa ambayo inachangiwa na miti ambayo inatokea kwenye ardhi, hata sisi wenyewe tunaishi na kutembea juu ya ardhi. Kwa hiyo ni sahihi kabisa bila kuilinda ardhi yetu, manake tunaathiri maisha ya wananchi, ya binadamu kwa ujumla wake. Kwa hiyo mimi nimefarijika kuona Lions Club imeona muhimu wa jambo hilo, lakini kubwa zaidi ni jinsi ambavyo wameonekana kuwa karibu zaidi na jitihada ambazo serikali inachukua. Katika wizara ya nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, tuna jitihada ama hatua mbalimbali tumekuwa tukichukua katika kulinda mazingira yetu pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na moja katika jambo ambalo linakwenda sambamba na tukio hili leo ni mkakati wetu ambao tumezindua hivi karibuni kwa mageuzi katika sekta nzima ya mazingira kuelekea dira ya miaka 50. Kama ambavyo tunatambua kwamba kutokana na umuhimu ambao serikali hii imeupeleka katika eneo la uhifadhi wa mazingira pamoja na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, ya kuiweka kama ni moja ya nguzo tatu muhimu. Lakini serikali haikuishia hapo, imechukua hatua mbalimbali. Moja wapo kama nilivyoeleza ni hii ya kuja na mpango mkakati kabambe ambao pamoja na mambo mengine unakwenda kuhakikisha kwamba unakijanisha nchi yetu kuelekea kwenye kuifanya Tanzania ya kijani, ambayo itahusisha upandaji wa miti na utunzaji wa miti hiyo. Na leo moja katika tukio ambalo nimefanya ni upandaji wa miti hapa, ikiashiria kwamba upandaji wa miti ni moja katika tukio muhimu sana za kuhifadhi ardhi yetu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.